Mlango wa 40. Neno hili ndilo lililomjia Yeremia kutoka kwa Bwana baada ya wakati ule Nebuzaradani amiri wa askari walinzi alipomwacha aende zake toka Rama, baada ya kumchukua hali ya kufungwa minyororo, pamoja na wafungwa wote wa Yerusalemu na Yuda waliochukuliwa hali ya kufungwa mpaka Babeli. Naye amiri wa askari walinzi akamtoa Yeremia, akamwambia, Bwana Mungu wako alitamka mabaya haya juu ya mahali hapa, naye Bwana ameyaleta na kufanya kama alivyosema, kwa sababu mmemwasi Bwana wala hamkuitii sauti yake. Ndiyo maana neno hili limewajia ninyi. Na sasa tazama, na kufungulia leo minyororo hii iliyo mikononi mwako. Kama ukiona ni vyema kwenda Babeli pamoja nami, haya, njoo, nami nitakutunza sana. Lakini kama ukiona ni vibaya kwenda Babeli pamoja nami, basi acha. Tazama, nchi yote imbele yako; palipopema machoni pako na pakukufaa, enenda huko. Alipokuwa bado hajaenda, akasema, rudi sasa kwa Gedalia mwana wa Ahikamu mwana wa Shafani, ambaye mfalme wa Babeli amemweka kuwa liwali juu ya miji ya Yuda, ukakae pamoja naye kati ya watu. Au enenda popote utakapoona mwenyewe kuwa pakufaa. Basi amiri wa askari walinzi akampa vyakula na zawadi, akamwacha ende zake. Basi Yeremia akaenda kwa Gedalia mwana wa Ahikamu huko Mispa, akakaa pamoja naye kati ya watu wale waliosalia katika nchi. Kisha wakuu wote wa majeshi waliokuwa katika bara, wao na watu wao, waliposikia kwamba mfalme wa Babeli amemweka Gedalia mwana wa Ahikamu kwa liwali juu ya nchi, na kwamba amemkabidhi wanaume na wanawake na watoto na baadhi ya maskini wa nchi wasiochukuliwa mateka Babeli, ndipo wakamwendea Gedalia huko Mispa, nao ni hawa: Ishmaeli mwana wa Nethania, na Yohana na Yonathani wana wa Karea, na Seraya mwana wa Tanhumethi, na wana wa Efai Mnetofa, na Yezania mwana wa Maaka, wao na watu wao. Na Gedalia mwana wa Ahikamu mwana wa Shafani akawaapia wao na watu wao, akisema, msiogope kuwatumikia Wakaldayo. Kaeni katika nchi, mkamtumikie mfalme wa Babeli, nayo itawafaa. Na mimi tazama, nitakaa Mispa, ili nisimame mbele ya Wakaldayo watakaotujilia. Lakini ninyi chumeni divai na matunda ya wakati wa jua na mafuta, mkaviweke vitu hivyo katika vyombo vyenu, mkakae katika miji yenu mliyoitwaa. Kadhalika waliposikia Wayahudi wote waliokuwa katika Moabu na kati ya wana wa Amoni, na hao waliokuwa katika Edomu, na hao waliokuwa katika nchi zote, ya kuwa mfalme wa Babeli amewaachia Yuda mabaki, na ya kuwa amemweka Gedalia mwana wa Ahikamu mwana wa Shafani juu yao, basi Wayahudi wote wakarudi kutoka kila mahali walikofukuzwa, wakaenda mpaka nchi ya Yuda, wakamwendea Gedalia huko Mispa, wakakusanya divai na matunda ya wakati wa jua mengi sana. Tena Yohana mwana wa Karea na wakuu wote wa majeshi ya barani wakamwendea Gedalia huko Mispa, wakamwambia, Je, una habari wewe ya kuwa Baalisi mfalme wa wana wa Amoni amemtuma Ishmaeli mwana wa Nethania akuue? Lakini Gedalia mwana wa Ahikamu hakusadiki neno hili. Basi Yohana mwana wa Karea akamwambia Gedalia huko Mispa kwa siri, akisema, niache niende nikampige Ishmaeli mwana wa Nethania, wala hapana mtu atakayejua jambo hili. Kwani akuue wewe, hata wakatawanyike Wayahudi waliokukusanyikia, na mabaki ya Yuda wakaangamie? Lakini Gedalia mwana wa Ahikamu akamwambia Yohana mwana wa Karea, usilitende jambo hili, maana unamsingizia Ishmaeli.